Mimi naomba niongelee zaidi kwenye masuala ya utawala na usimamizi wa rasilimali watu ndani ya kata zetu na vijiji vyetu. Niwatie moyo kwamba pale tunapotumikia jamii, yaani wewe kaa tayari kupokea changamoto. Na wanasema mtu wenye matunda ndio unaolengwa mawe. Sisi kundi zima tuliloko hapa, sisi wote tunatoa huduma kwa jamii. Sawa ndugu zangu? Wote ni watoa huduma kwa nani? Niseme waajiri wetu ni jamii. Wenye viti tunakubaliana. Leo kuitwa mwenyekiti pasipo wale wananchi kwenye kijiji chako usingeitwa mwenyekiti. Uongo kweli? Leo mheshimiwa diwani kuitwa diwani wa kata ya Isilale ni wananchi wa kata ya Isilale. Ni mwakilishi wa wananchi wa kata ya Isilale. Sawa sawa. Leo mtendaji wa kata kuitwa mtendaji wa kata ni kwa sababu ya ile administrative areas ulionayo pale. Sawa? Lile eneo lako la utawala. Na wewe mtendaji wa kata, nisema wewe ndio mkurugenzi wa kata yako. Taasisi zote zilizoko kwenye kata, wakiwemo wananchi wenye mlinzi wa amani, sio? Ndio mmoja kati ya majukumu yako. Lakini kuhakikisha kwamba kama ni mlinzi wa amani, basi huduma zote za kijamii zinatolewa kwa kufuata sheria, kanuni na nini na taratibu. Eneo hili hasa Isilale ni kata kubwa. Kwa maombi na jitihada za mheshimiwa diwani inakuja zahanati nyingine ya kwenye kijiji cha Edepes. Nashukuru mheshimiwa diwani ulitenga hela pale na serikali inaunga jitihada. Kwa hiyo tulishakuja kufanya evaluation na timu ya mshauri na pale tunakuja kuweka zahanati nyingine. Sasa kwa nini tunaongeza zahanati hapa? Tunataka wakati tunaipandisha Mto Mbu kuwe na feeder roads za kuiletea wagonjwa. Na feeder roads ni zahanati. Lakini tukiangalia tunapoipeleka Ngaruka kwa kituo cha afya, nako tunaongeza zahanati zingine ili na wenyewe walete eneo ambapo tunaenda kujenga zahanati katika kijiji cha Engipi. Saizi fundi iko site na nadhani tunamalizia msingi, inainuka ile zahanati pale ili inaleta moja kwa moja, inaweza ikaleta huko au ikapeleka. Halmashauri ya wilaya Monduli division ya afya, ustawi wa jamii na lishe kupitia kituo cha kutolea huduma za afya cha Mto Mbu almaarufu Kigongoni imeendelea kutoa huduma kwa kuzingatia miongozo ya kitaifa ya utoaji huduma za matibabu, misamaha na lishe zenye ubora wa viwango vinavyokidhi matakwa ya miongozo hiyo kwa wananchi. Pia imetekeleza shughuli mbalimbali nje na matibabu zilizo nje na ndani ya mpango wa mwaka wa fedha unaoendelea 24-25. Na shughuli zote zimetekelezwa kwa ushirikiano mzuri kutoka kwa viongozi wa chama na serikali waliopo katika eneo la kutolea huduma kutokana na vijiji na kata zinazozunguka kituo cha afya Mto Mbu. Kituo hiki kimeanzishwa mwaka 1978 na ni miongoni mwa vituo vya zamani ambapo kwa jitihada za rais wetu Dr. Mama Samia Hassan Suluhu kimeboreshwa kwa kupatiwa majengo mapya, vifaa bora vya kutolea huduma, lakini pia ongezeko la watumishi kutoka watumishi 25 hadi kufikia watumishi 72, ambao kati ya hao madaktari ni 13, wauguzi 20, afisa lishe mmoja, mtaalamu wa lishe ya binadamu mmoja, teknolojia maabara 7, wataalamu wa mionzi 3, wa teknolojia wa dawa 2, daktari wa meno 1, mtaalamu wa macho 1, daktari kiongozi Emma Msofe chini ya kiongozi imara mkuu wa division ya afya, ustawi wa jamii na lishe
katika wilaya yetu ya Monduli, Dr. George Kasbante. Nilikuwa na wazo moja, sehemu ya kuboresha ambayo ndio sehemu wananchi wanalalamikia, sehemu ya muda watu wanapoenda kwenye kituo, na watu wanakimbia kwenda kwenye hospitali za binafsi kwa sababu ya ule muda mtu anaenda kupata huduma. Ni vizuri tukaangalia njia sahihi au njia rahisi ambayo itafanya kupunguza ule muda ambayo mtu anaenda kukaa kupata huduma. Kwa hiyo mimi ningeshauri pia waangalie au ni njia gani sahihi ambayo itapunguza muda ambayo wananchi au wadau wetu wanapata kwa wakati wa kwenda kupata huduma. Vifaa na dawa yanapatikana, hakuna kitu ambayo haina changamoto, lakini ni vizuri tukaangalia, kwa sababu watu wanakimbia ile muda. Imeletwa masuala ya mfumo, lakini pia tunaweza tukaangalia pia mfumo isifanye watu watukimbie, kwa sababu tuna vifaa tiba za kutosha, lakini ili isifanye watu watukimbie. Hizo huduma kwa jinsi maelezo na taarifa ya daktari imepungua kwa kiasi kikubwa sana. Kama kipindi cha awali tulipotangaza na watu wakajisajili kwa wingi, na kwani imepungua. Wanadai kwamba walipokuwa wanapeleka hizo huduma inakuwa ni hafifu kwa huduma zetu kupokelewa kwa jinsi alipojisajili. Kwa hiyo ushauri wangu kwa daktari mkuu na daktari wa kituo cha afya kuangalia namna gani tunaboresha hiyo huduma ya wananchi ambao wanajisajili kwa hii huduma ya CHF ili wapate huduma stahiki, yani ili wasipate labda wamelipia alafu wakakosa ile huduma, labda wakakosa dawa, hatimaye akaanza kuona kwamba haina umuhimu kama walivyolipia, na hatimaye wakaendelea kukata tamaa kuendelea kujisajili tena inapofikia kipindi ya miaka hiyo.